Wakati nchi za kimagharibi pamoja na Marekani zikipambana juu ya Iran kuachana na mpango wa nyuklia, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameyaeleza mataifa ya magharibi akisema kwamba mataifa hayo hayana chaguo ila kuitambua Iran kama kitovu cha sayansi ya nyuklia ya amani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema kuwa nchi hizo za magharibi hatimaye hazitakuwa na budi ila kuitambua Iran kama kitovu cha sayansi na sekta ya amani ya nyuklia katika ulimwengu, na wanapaswa kutazama kwa mapana kwamba ni serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo imetumia nishati yake ya nyuklia katika muktadha wa kuhakikisha inatumia nyuklia kwa ajili ya shughuli za amani na shughuli za kijamii badala ya kutumia kwa ajili ya kutengeneza silaha. Mataifa magharibi kwa muda mrefu yameishutumu Iran kwamba inatengeneza silaha za nyuklia, lakini Iran imejibu mara kadhaa kwamba inatumia sekta yake ya nyuklia katika kuhakikisha inatengeneza madawa kwa ajili ya binadamu, lakini pia na shughuli zingine za kimaendeleo ikiwa ni pamoja na nishati. Abbas Araghchi alitembelea shirika la nishati atomiki la Iran AEOI na kuangazia juhudi kubwa za Iran katika kuendeleza sekta yake ya nyuklia, na amesisitiza kuwa Iran kamwe haitaacha haki zake katika sekta hii. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amepongeza maendeleo makubwa ya nchi hii katika teknolojia ya nyuklia ambayo imestawi na kuwa sekta kubwa inayopiga hatua kwa kasi katika nyanja mbalimbali na inayopingwa na mataifa ya magharibi. Amesema uwezo wa nyuklia wa Iran ni zaidi ya kurutubisha urani na unajumuisha matumizi mbalimbali katika uga wa dawa, afya, ulinzi wa mazingira, kilimo na viwanda. Abbas Araghchi ameeleza kuwa wasiwasi mkubwa wa nchi za magharibi si juu ya uwezekano wa Iran kuunda silaha za nyuklia, bali wasiwasi wao unatokana na maendeleo ya nchi hii katika sayansi ya nyuklia, lakini pia na maendeleo mengine yanayoonekana katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hivyo kutokana na kwamba wamekuwa na viongozi katika eneo la Mashariki ya Kati ambao wanawaona kama vibaraka wao, wanatafuta njia ya kuweza kuidhoofisha Iran katika kila upande na Iran ionekane miongoni mwa mataifa ambayo ni masikini zaidi ulimwenguni. Lakini Iran imeapa kusema kwamba kamwe haitokubali kuwa katika hali hiyo ambayo watu wa magharibi wanataka. Itapambana kwa juhudi zote kuhakikisha uchumi wa taifa hilo unakuwa kila kukicha. Amesema zaidi waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran kwamba Iran imefaulu katika uga wa sayansi tata na nyeti ambayo nchi za magharibi zinataka kuihodhi, amesema waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu nchini Iran ameeleza kuwa hii imezifanya nchi za magharibi kutumia silaha za nyuklia kama kisingizio cha kuhalalisha hatua hizo, jambo ambalo bado wanashindwa kulitolea ufafanuzi na wanashindwa kulitolea uhalali na ushahidi wa kutosha katika ulimwengu. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri duniani.